Hello Africa, my name is Nazareth Given na hii hapa ni Extraordinary. Tunaenda kuelezea, tunaenda explore safari ya SR brand mpaka sasa hivi ilipofikia. In general, brother, tunaomba utusaidie, ni wakati gani ambao ulikuwa mgumu sana kwako unavyoface kwamba SR brand hii hapa inabidi iende somewhere, customers maybe kuface market na nini, ili kuchukua muda gani ku accept it? Okay. As always, kwanza ni ngumu. Kwanza ni ngumu. Changamoto kubwa inakuja kumepoaza. Changamoto nyingi sana. Na ujue ukipata idea ya kitu, unapoanza starting point inakuwa unajiuliza unaipatia wapi. Umeona? Lakini what I learn kwenye maisha haya, unapoanza always hatua nyingine yani unapojipa gap la kuanza, always milango mingine ya kutokea unaipata, lakini kuliko kukaa hivi bila kuanza. So always kwenye maisha unahitaji kuanza kwanza. Unapoanza, unapopiga hatua inayofuata itajitengeneza tu mbeleni. Pia na kuna muda mwingi sana kutumia kwa ajili ya Mungu akupe namna ya kusogea. So nilipokuwa naanza haikuwa rahisi hata kidogo. Mpaka sasa hivi nilipofika ni Mungu tu, na huko tunapoelekea. Yeah. Okay, as you were starting, ulikuwa na matarajio ya kufika sehemu fulani na nini? Can you share that? Yeah, matarajio yapo, bado sijafika sehemu napotamani kufika, lakini still na nilipokuwepo sasa, hata sasa ni Mungu. Na nilipokuwepo sasa ni sehemu ambayo nasema kwamba haikuwa safari rahisi, kwa sababu ni eneo ambalo ndipo ambalo kidogo kuna ile kwamba unapata exposure, kukutana na watu, kuaminika kwa watu, umeona? Trust, yani ukipata trusted kwa watu ambao unafanya kazi nao na wakipenda kazi yako, ni kitu ambacho still ambao unaona okay, kuna place tunaenda.